ambapo tunakukaribisha ndani ya show yako nambari 1, nazungumzia ramani ya Kiswahili ndani ya KBC Radio Taifa. Jina langu ni Double M Mathias Momanyi, niite mtu kwao na jeshi langu, na siku zote ninapokaa na kina Edward Okelo Mjomba, bila shaka unajua kwamba kuna mambo mengi tumekuandalia. Ikumbukwe fika pia kwamba leo, siku ya leo, tuko naye daktari kutoka chuo kikuu cha Michigan kutoka Marekani. Nazungumzia Moffat Ayega ambaye atakuwa anatupatia mambo matamu na nyama ya ulimi kuhusu masuala ya isimu. Hayo yote ni mwendo wa saa 2 kwenda mbele, wakati wa kuweza kufahamu masuala ya morfolojia, masuala ya sintaksia, masuala ya fonolojia, hayo yote ambayo tutakuwa tunagusa kwa undani na kwa uketo zaidi. Lakini kumbuka mada ya siku leo, unapoandaa ripoti wa taifa, Okelo Mjomba akumbushe tena. Asante sana. Ni Jumamosi nyingine leo ambayo ni tarehe ngapi kaka? Tarehe nzuri ya mambo. Tarehe 15. Tarehe 15 mwezi umejipasua katikati. Tayari advance. Sasa tunakwenda katika kipute cha Premier League ambayo inaanza tarehe 21 siku ya Ijumaa, ambayo Arsenal wanapambana na Coventry. Manchester United watakuwa na hawa mabingwa wengine Jumamosi ambao wanajulikana kama Hull City, na vile vile kuna Man City na Bournemouth. Kwa hiyo kipute kinaanza, Premier League inaanza. Andaa ripoti yako nzuri itiririke, utujuvie wewe una matarajio gani katika mchakato mzima wa kuanza kwa ligi hiyo ya Uingereza. Safi sana. Ripoti mzuri, mbunifu siku zote, na ubunifu nguvu yake. Nda ripoti nzuri kuanzia mwendo wa saa 1:30 tuje kwako tuwetu angalia kwa undani zaidi namna umetuandalia kipute hiki kinapokamilika. Kumbuka ni hapo kesho WAFCON tunatamatisha, ikiwa ni finali ya timu zote mbili. Nazungumzia Cameroon ndivyo dhidi ya nani wanacheza na nani, nadhani Morocco. Morocco ilitolewa bwana. Morocco ilitolewa, wanacheza na Cameroon, sijui, sikumbuki kwa kweli. Sikumbuki, nitakuwa nasema uongo. Wewe yani wafukoni watu kama nilikuwa na inyemelea kikando tu. Kwa sababu Afrika Kusini ilichabanga Nigeria vibaya sana. Nakumbuka. Nakumbuka vizuri. Sasa tukupatia mwa Kenya basi. Kwa hiyo mwakanya ndio huo. Aje tupatie ripota kupatia jawabu. Sasa kukupatia jawabu. Asante. Finali ya WAFCON imekamilika, inakamilika hapo kesho. Kwa hiyo atuambie ni nani na nani. Tuambie ni nani na nani. Alafu tueleze sasa tunarejea kwenye EPL. Tena ile kikabambe ile. Bwana. Wale mabingwa washikilizi wanajaribu kukitetea kikombe chao katika msimu huu. Na najua wewe Momanyi ni mwekezaji mkubwa zaidi. Kwa hiyo najua umejitayarisha kabisa. Hawa ni maombi mazuri tu. Nasikia unataka kupita na ile yote. Maombi mazuri tu. Kwa hiyo acha ripota wa taifa atiririke, atujuvye maandalizi, timu anayoishabikia imejiandaa vipi na mambo kama hayo. Safi zaidi. Bila kwa kumrahisishia ripota kazi, ni Cameroon akiwa anapambana na mtu wa Malawi. Wanawake wale watakuwa wanachuana hapo kesho. Kwa hivyo ripota wa taifa andaa kitu kizuri tu kinachotuonyesha vipi nakaribisha EPL. Nazungumzia makombe haya ambayo yanafanya wawekezaji wanakaa vizuri kama Okelo Mjomba. Ndio sababu leo ukimwona hapa amevalia vingine. Na nilisikia penyenye kwamba kuna namna mnajaribu kufanya pia KBC ingie katika mchakato mzima wa mambo ya EPL. Tupo sana. Kwa hiyo mashabiki watege masikio, wala msiogope. Chochote kinaweza kutangazwa mazuri ndio baada ya kesho, au sio? Asante. Kamatia hapo mpenzi msikilizaji, kwa watu wanaendelea kuniandikia ujumbe katika Facebook, lazima niwatambue nyinyi ndinyi jeshi langu, nyinyi ndinyi sababu naendelea kusukuma hapa, nyinyi ndinyi matajiri wangu. Nazungumzia kina Daktari Pato Mwini, asante sana. Balozi Eric Meja, tuko pamoja na tuende mbele. Judith Keru, bila kumsahau huyu anaitwa David Ongare, Daniel Yamboki toka pale sehemu za Meru anatusikiliza, asante sana brother. Asante vile vile huyu anaitwa Marienga Logovani, kazi kuntu zaidi. Momanyi vipi? Kazi maridadi sana, nasikia sauti yako mwanangu kama unkula sambusa asubuhi na kuku. Asante sana, unajua mwanangu hapa zibembelezi. Tuko pamoja sana. Anaitwa Kenneth Koech, asante sana. Jalo Mtavi, bila kumsahau anaitwa Coleman Omoto Binatai, asante sana. Moses Ambale toka pale wapi Mukunzi, tuko pamoja watu wa Mukunzi. Mtembei mambo vipi? Mula Chuma, asante sana na kucheki vizuri toka Meru. Wako Moroine, asante sana. Ramazoga na huyu anaitwa Stella Omare, good morning, kazi nzuri sana. Alan Lubanga na huyu anaitwa Franklin Franco, asante sana. James Lunani, Baba Gift na kucheki vizuri sana. Mbuvi Mbwene, asante sana. Abraham Lokorito na Abel Arimba, bila kumsahau Kipkroy Vincent toka wapi Bonde la Ufa, na Patrick Samuli nasema good morning Momanyi, na wakilisha hadi tamati Vatican City Massive. Vile vile mimi naona mashabiki wetu wengine bado wanatiririka kwenye kitandazi changu. Namuona Fredrick Olo na familia yake. Ogola Osman anasema niko Utawala.
Godfrey Opingo anasema msalimie Mumanyi sana, ametuamsha mapema asubuhi. Jobu Lisero na Bernard Lisero wanasema tunaendelea na maombolezo baada ya mazishi. Alafu kuna upande ule wa Kuisero ni Mulwanda nadhani. Kuna Kristo tuko na Mary Mushina wanasema tuko Nairobi. Mzee Peter Gitaa, ushabiki mkubwa wa nyumba kubwa, anasema niko Runda na wafuatilia. Daktari Henry Ochoki, Kenneth Epalati rafiki yako naona unafuatilia kwa kirefu kabisa. Alafu kuna Kolo Litwachi na mwisho ni Babu Mkereketwa Aone, wanasema wanaendelea kutufuatilia. Nimeishi na wazazi wangu nikiwa bado mwanafunzi. Sikuwahi kuishi peke yangu bila kuwa na wazazi wangu. Ramani ya Kiswahili, burudani tele. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu walinihusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu walinihusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu walinihusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Haya basi, na ukipata riziki wapatie nafasi wazazi wako wafurahie maisha. Ashakuhusia. Walikwambia ukipata kazi tukumbuke. Kumbuke bwana, usije kama umeweka ama unaanza kuoa mapema, ushaanza kuolewa mapema. Hawajaonja hata hela zako. Shajara yetu ya leo, kabla jiingia kwenye masuala ya ripoti wa taifa. Ndivyo. Shule zinapokaribia kufungua, kuna wale wengine wanaanza kufungua kuanzia Jumatatu, wale wana kidato cha 4. Ndio. Ikumbukwe kuwa kwamba talanta inafaa kupewa kipaumbele kwa mujibu wa tamasha zilizokamilika hapo jana. Ndivyo. Baada ya maonesho mbele ya Mheshimiwa Rais katika Ikulu kule Bungoma. Pana haja kukuza vipaji, huo ndio ulikuwa mwito, na pana haja kupalilia vipaji. Kupikuza na kuvipalilia hapo na wapa nguvu wa wanafunzi ambao wengine hawajajaliwa kisomo lakini wana uzuri kuweza kuwasilisha vitu vyao kwa upekee. Ndio. Kama anajua kutangaza, basi siku nyingine kama utampata katika shirika kama hili, mpalilie katika utangazaji. Hii inamaanisha vipi? Hivi karibuni tutakuwa tunarudi kwa kishindo sana sanaa ya Kiswahili katika KBC Channel 1 TV pale, kipindi ambacho kinaangazia masuala ya Kiswahili. Talanta yako, kama wewe ni mtangazaji, kama wewe ni mwimbaji, kama wewe ni mwanadensi, andaa wanafunzi wako na shule yako vizuri sana. Tunaporejea takriban wiki moja ijayo, tuweze kuhakikisha kwamba kipaji katika shule yako kinapewa kipaumbele. Usisite kukutana na wana kikoso hicho sanaa ya Kiswahili hivi karibuni. Shukrani. Mzee wangu. Ndivyo kaka. Nipe hiyo mada niende kwa maripoti. Ripoti wa taifa tuwaeleze kwamba kile kipute cha Premier League kule Uingereza kinaanza tarehe 21 siku ya Ijumaa. Kwa hiyo watiririke vizuri kabisa, watueleze timu zao ni zipi, zimejiandaa vipi, na hali nzima ya wawekezaji wajipange kivipi katika masuala ya uwekezaji. Lakini unaambiwa kuwekeza lazima kuwe na hadhari. Wewe usiwe chini ya miaka 18. Ndiyo ndugu yangu. Basi nda kazi yako, sema nasi ama piga simu kupitia 0700 17669
0732 745 111, nambari nyingine hiyo. Andaa ripoti nzuri tu. Wanafunzi waliomaliza kutoka taasisi mbalimbali wanapewa kipaumbele, na wengine pia wanapata nafasi hewani. Ni wale ambao wanajihisi wana kipaji lakini hawajasikika. Nazungumzia watangazaji chipukizi. Fursa ni yako. 0700176699 0732 745 111. Nani mkali leo? Unajua Lamu watatisha tu. Kawaida yao. Halo. Weka mafuta. Pole mafuta kuita. Yameshuka bei, ongeza mafuta. Kupanda kwenye mlima kunataka nguvu. Ameshukishiwa bei mafuta. Kosi kunipa raha ndugu yangu. Hakikisha kwamba umejiandaa vizuri na uje ukiwa umetia mafuta ya kutosha bwana. So unajua. Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Hello. Vipi ndugu yetu? Ni Joseph Maina kutoka Narok. Uko na ripoti? Uko na ripoti? Tayari kuripoti? Ndio. Twende nalo mzee. Hujambo na karibu mwanamchezo katika habari za jukwaa la michezo. Jina langu ni Joseph Maina. Tukianza ni kwamba ligi kuu ya EPL inaanza tarehe 21 Ijumaa ijayo, ambapo Arsenal na Coventry watakuwa wakipambana katika masaa ya jioni. Siku ya Jumamosi Manchester United watakuwa wakigaragana pamoja na Hull City. Hii ikumbuka kwamba Manchester United hii mwaka wanawia kupata kombe hili baada ya miaka 13. Nikiripotia kutoka eneo bunge la Njoro County ya Nakuru, ni Joseph Mahinda. Joseph Mahinda. Asante. Halo. Ali. Vipi, karibu sana. Jambo, amka bwana, changamka. Sema mojawapo ya maripota upate ushindi uchangamfu bwana. Hello. Hello, bwana Mani. Ni Glory kutoka Witu, niko tayari kuripoti. Haya, Lamu imeanza kuingia. Karibu katika meza ya habari, tukujuze mengi tuliyokuandalia siku ya leo, ikiwa tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026. Hapo kesho ligi ya AFCON itakuwa inakamilika. Licha hayo, pia timu ya kule Uingereza Kipute itakuwa inaanza hapo tarehe 21 mwezi huu wa 8 hapo Ijumaa. KPL timu zitakazoshiriki kama vile Arsenal, Hull City na Man City. Na watakaoshiriki pia wanatakiwa kuwa chini ya umri 18, usiozidi hapo umri 18. Na matumaini yangu kuwa natumai kuwa Arsenal itachukua kikombe hicho ili kuchukua kombe hicho ili kuleta ushindi katika timu yao. Jina langu ni Glory Zawadi kutoka kaunti ya Lamu. Asante sana Zawadi. Zawadi nkuja na zawadi yako. Asante sana mdo wangu. Hello. Hello. Good morning. Ni Miriam kutoka Majembeni, Lamu County, Mpeketoni. Haya watoto, miamkia watoto. Haya, taarifa ni hii. Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu katika taarifa zetu za habari. Unapokea taarifa hizi kutoka kwa mtangazaji wenu mpendwa Miriam. Michezo inayokadiriwa kuanza siku ya Ijumaa tarehe 21. Michezo hii inakadiriwa kuwa mchuano mkali baina ya timu tofauti. Kunywa maji. Mashabiki wa timu hizo wanaombwa kuwa wakiwa na utulivu ili kushabikia timu zao. Unapokea taarifa hizi kutoka kwangu Miriam. Asanteni. Asante sana. Mwakenya hafanyi kazi. Endelea kutupatia ripoti yako, kumbuka ni kwenye 0700176699. Ukipenda wale usoma Kiingereza chini ya mti 0700176699. Lakini pesa ya Lord
Upande mwingine ni 0732745111. Nani mtangazaji anayejikubali ni muone? Hello. Mambo vipi? Karibu. Ya unazungumza na Nation Njia Mwangu kutoka katika kaunti ya Lamu, eneo la Mpeketoni. Karibu sana ndugu yangu. Barabara mpenzi msikilizaji, mnasikiza kutoka station pendao KBC Radio Taifa. Jina langu ni Nation Njia Mwangi. Siku ya kesho Jumapili ni siku ya AFCON ya wanawake watakaoshindana na kikombe cha AFCON. Naam, tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2026 kutakuwa na mashindano ya Premier League. Hii ni baada ya kina Arsenal, Manchester na Liverpool walikuwa wameenda kwa likizo fupi ili kupumzika kwa ajili ya World Cup. Naam, tunawatakia buheri ya ushindi ya kina Arsenal na pia Manchester United. Na pia naweza waambia washabiki wawe kwa utumilivu na pia wawe na ushikamano. Nikiripotea kutoka katika kaunti ya Lamu, eneo la Mpeketoni, jina langu ni Nation Njia Mwangi, kwenu studio. Asante. Unajua nimejaribu kufuatilia hawa watu. Huu Mwakenya ni kama wanashirikiana. Ndio ndugu yetu. Salama sana ndugu yetu. Unaendeleaje hapo studio? Naongea na Alex wa Manchester, niko hapa Bunyore. Uko tayari kuripoti? Hata kukuru kakara ya sport ikiendelea. Siku ya kesho Jumapili ni siku ya kufunga AFCON kwa wanawake. Hiyo finali itakuwa ya Malawi dhidi ya wana Cameroon. Na kuambia kesho kitakuwa kivumbi. Na tunatarajia Malawi ikibeba kikombe kama wa mabingwa watarajiwa limbukeni. Tukiendelea hivyo, mwisho wa weekendi ijayo tarehe 21 hapo Ijumaa ndio itakuwa siku ya kufungua ligi, Arsenal ikifungua kiwanja. Ukiendelea hiyo weekendi, Manchester hasa Liverpool kuanza kumenyana kung'ang'ania taji la ligi kuu. Na nikiripotia KBC Ramani ya Taifa, mimi ni Alex wa Manchester, niko hapa Bunyore. Asante. Leo tumetoa mada magumu Si rahisi leo. Utajikokota. Dogo. Vipango. Na bila shaka unazungumza na Henry kutoka eneo la Mpeketoni katika Lamu. Twende Mwaniki, punguza sauti. Msimu mpya wa Premier League mwaka 2026 mwaka 2027 wakaribia kuanza. Mashabiki wote wa soka duniani kote wameanza kuhesabu siku kuelekea kuanza kwa msimu mpya wa English Premier League mwaka 2026 mwaka 2027, huku ushindani mkali unatarajiwa kurejea katika ligi hiyo maarufu zaidi nchini England. Msimu mpya utaanza rasmi Jumaa Agosti 21 mwaka 2026. Mabingwa watetezi Arsenal kuikaribisha Coventry City katika mchezo wa ufunguzi utakaofanyika Emirates Stadium. Mchezo huu utaanza saa 2 usiku kwa saa za Uingereza. Msimu huu unatarajiwa kuwa kipekee kutokana na ushindani wa kuwania ubingwa, nafasi za ushiriki mashindano ya Ulaya pamoja na vita vya kujinusuru na kushuka daraja. Arsenal ambayo ilitoa ubingwa msimu wa mwaka 2025 mwaka 2026 itakuwa na jukumu la kutetea taji lake dhidi ya wapinzani wake wenye nguvu. Kwa upande mwingine, uwepo wa timu zilizopanda daraja kama Coventry City, Hull City, Ipswich Town na Sunderland unaongeza mvuto zaidi katika msimu mpya. Mashabiki watakuwa na hamu ya kuona kama timu hizo itaweza kuhimili ushindani wa ligi kuu. Kwa ujumla, msimu wa mwaka 2026 mwaka 2027 unatarajiwa kutoa burudani kubwa, ushindani mkali na matukio mengi ya kukumbukwa. Kwa mashabiki wa Premier League, safari mpya kutafuta bingwa wa England inaanza Agosti hii na macho yote yanaelekezwa kwenye viwanja mbalimbali nchini humo. Msimu huo unatarajiwa kukamilika Mei 30 mwaka 2027, ambapo mechi zote za siku ya mwisho zitachezwa kwa wakati mmoja kama ilivyo kawaida. Nikiripotia Radio Taifa kutoka eneo la Mpeketoni, kaunti ya Lamu, jina langu ni Henry Mwaniki. Asante sana, kazi maridadi. Mwaniki, lazima upate mpambanaji. Huwezi kuwa unaogelea hivyo. Lazima nikupatie mpambanaji. Jamaa toka kaunti ya Nairobi wako wapi? Wale waliobobea. Ama kaunti ya Kisumu. Dubai kutoka kaunti ya Kisumu. Usikilize tu vile wanateremka sema tume ya uchaguzi nchini Zambia.
Imerejelea leo ikisema kwamba halo. Nipate mmoja hapa agaragaza watu wa Lamu sana. Halo. Mambo vipi? Na redio ba. Halo Radio Taifa. Naam, Ali bin Ali. Sabal heri studio hapo. Heri sabal heri ndugu yetu. Huyu ni Ali bin Ali kutoka kaunti ya Lamu Pandanguo. Ndivyo. Niko tayari kuripoti. Twende kazi. Ni siku nyingine tena tumeshuhudia kwenye sayari hii ya tatu. Tunamshukuru mterehemezi kwa uhai. Kumekucha kuchele. Hali ni tata, alama hisi imetawala na kushamiri kila upande wa sayari hii ya tatu. Si mashariki, magharibi, kusini wala kaskazini. Adinasi wamefurika furifuri na kujazana sisisi. Mijini na vijijini hawafahamu lipi la kutukia. Moja kwa moja tunaelekea Radio Taifa. Yaliko majibu ya alama hisi zinazowakanganya wasikilizaji. Hii leo tunajadili fainali ya WAFCON, kambumbu ya kina dada itakayofanyika hapo kesho tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu. Mgaragazo wa timu ya Morocco na Malawi imewakabidhi Malawi taji la ushindi wa nusu fainali. Leo usiku Morocco na Algeria watachuana bila kukenua wala kuregeza kamba kwenye kuwania nafasi ya mshindi wa 3 wa kombe hili la mwaka huu. Hatimaye mgaragazo wa fainali utashuhudiwa hapo kesho kati ya Cameroon na Malawi, watakao menyana na kutoana jasho bila songombwingo wala kedi, kwa ustadi wa aina yake. Usipike. Tegea Radio Taifa itakupakulia mechi hizo bila choyo. Nikiripotia ripota wa Taifa, mimi ni Ali bin Ali kutoka Pandanguo, kaunti ya Lamu. Asante sana Ali bin Ali. Yeye hakutaka ya Premier League, yeye alikuwa anataka tu yale yako ndani ya nyumba kubwa. Baba. Ndivyo kaka. Nahitaji mmoja pekee angalau apige toka nje ya kaunti ya Lamu. Nikubali yani. Sijapata mwanahabari anayetisha mzee. Halo. Halo. Vipi Aisa, niambie. Masinde kutoka Soi. Masinde kutoka Soi, unaripoti? Nina ripoti. Twende kazi. Huyu ni mchezo ambao unaenda kuanza siku ya Jumapili. Mtandao mchafu mwanangu, itabidi nikuondoe kwenye rada. Halo. Bila shaka huyu ni kaka Ken kutoka Mpeketoni County Lamu. Twende kazi. Yaani Lamu tu. Zaidi nikiwa eneo hili la jimbo la Lamu, eneo la Mpeketoni, ambapo naangazia kila pembe na hakikisha unapata habari za kuaminika. Tarehe 21 siku ya Ijumaa, dunia nzima inatazamia mchuano wa EPL, mojawapo wa soka maarufu zaidi duniani. Najua kutifuliwa kivumbi kati ya timu zitakazoshiriki mchuano huo. Kama wanashabiki wamejaa kwa hamu kubwa, huku kila mmoja akipiga debe kutokana na kuenzi timu mbalimbali. Kumbi za kutazamia soka kama kawaida zitafurika zaidi siku hiyo, ikionyesha mapenzi makubwa ya mpira wa miguu wa mashabiki kote ulimwenguni. Nikipokea mubashara kutoka Mpeketoni, kaunti ya Lamu, la kwangu jina Nite Kaka Asante. Japokuwa leo masafa yako yamekuwa na shida, lakini tumekupata. Asante Ken. Vipi kaka, walioshiriki kina nani? Mpaka sasa tuko na washiriki wapatao 8. Tuko na Josefu Mainda kutoka Narok. Alafu kuna huyu Jo Zawadi akitoka Witu. Miriam kutoka Majembeni. Nashon Njihi ya Mwangi kutoka kule Lamu. Alexi wa Manchester akipiga kutoka Bunyore. Henry Mwaniki vile kutoka Lamu. Ali bin Ali kutoka Pandanguo. Na mwisho ni kaka Ken kutoka Mpeketoni. Umetosha bana, nikupe mmoja? Nipe mmoja kidogo kama ana uhondo mzuri. Radio Taifa Sauti Mkenya. Kama ni walamu tutoe. Halo. Hello, KBC. Jina lako? Nimeshaka naongea na kijana poa kutoka Nakuru County. Twende kazi.
Bila shaka msikilizaji, ilikuwa ni siku inayosubiriwa kwa hamu kung'oa nanga namo siku ya Ijumaa tarehe 21, huku baadhi ya mashabiki kutoka timu mbalimbali nchini wakishabikia timu ligi ya Uingereza inayoanza siku ya Ijumaa. Tuliweza kuzungumza na baadhi ya mashabiki kutoka sehemu mbalimbali, huku wakisema kuwa awamu hii wataweza kuandikisha matokeo bora zaidi. Mashabiki tulikutana nao walikuwa mashabiki wa timu ya Arsenal. Baadhi ya mashabiki tuliokutana nao, wengine wao huku wakitoa maoni mbalimbali. Nikipotea KBC Radio Taifa kutoka kaunti ya Nakuru, langu jina niite kaka Hudson Wafula. Haya, Hudson Wafula. Kijana poa. Fungie sema, au sio? Huyo ndio wa mwisho ambaye ni wa 9 katika orodha yetu. Yo, muda sio mrefu twaje kwa kangalau tuweze kutathmini nani mshinde katika awamu hii ya Ripoti wa Taifa. Ni sauti inayounganisha dunia, kuelimisha. Nitumie redio ili kutangaza jambo hilo kwa watu, na kama si redio hawangejua. KBC Radio Taifa, kuburudisha na kuunganisha jamii, kutoka habari za kuaminika, vipindi vya vijana hadi burudani safi kwa familia nzima. KBC Radio Taifa, ramani ya Kiswahili, burudani tele, elimu na maarifa bila mipaka. Asante sana mwalimu Kevin Murunga kutoka City Rose Academy pale Ruai. Anasema anazunguka 360 akiwa na familia nyumbani, anawafundisha densi. Mwanangu ameanza kujifunza densi nyumbani. Acha tumtakie mazuri tu. Kila la heri, tangu aomoke ni kama Charles Anton. Nyumba kubwa hawaithamini tena. Ana janja nyingi yule. Mahali pa kuna miradi hapa. Kevo. Anaingia mitini. Ni kama Charles Anton. Lakini shaponyoka na hela. Nasikia bingwa. Uko wapi? Bingwa. Nakutafuta. Kongamano la mwaka ule na kwa wapi? Bingwa. Nataka tufanye mradi fulani. Bingwa. Haya, tupige kura. Nani mshindi baadhi ya walioshiriki kina nani? Ndio, tumekuwa na Joseph Mainda kutoka Narok, alafu tumekuwa na Jo Zawadi kutoka Witu, tumekuwa na Miriam kutoka Majembeni, na Achon Jia Mwangi kule Lamu, Alex wa Manchester amesema ametoka Bunyore, Henry Mwaniki kule, Alvin Ali Pandanguo, Kaka Ken kutoka Mpeketoni, na mwisho ni kijana Poa Masinde kutoka Nakuru. Asante sana sema nasi. Radio Taifa sauti ya Kenya. Mmanyi na Okelo. Naam. Sisi hawa. Huyu ni Philip Musungu kutoka Nandili. Unamkubali nani mkuu? Kura yangu mimi nampea Kaka Ken. Asante. Radio Taifa sauti ya Kenya. Hello. Vipi? Nampea Gloria Zawadi kutoka Witu. Sawa. Zawadi Radio Taifa wewe mamake. Hello. Habari. Njema. Kwa majina naitwa Lois kutoka Mpeketoni. Kura yangu napigia Henry Mwaneki. Asante. Hello. Hello KBC. Wakuta nani? Hii ni baba Kennedy kutoka Masloti hiki.
Kwanza ni mtu aliyepanda nguo. Ali wapanda nguo. Haya. Radio Taifa sauti ya Mkenya. Halo. Wakuita nani mjomba? Waongea na Kedi kutoka Msambweni. Vipi? Ule yangu ni Maniki kutoka Lamu. Asante. Wow. Radio Taifa. Wakuitaje? Tuna mtu huyu bwana. Vipi anko? Sasa. Ule mtoto wa kwanza ule. Amefanya vizuri sana. Ilija kina Mwanike au wengine magwiji, lakini ule mtoto alipata matumaini kwamba anaweza. Joyo Zawadi. Le Miriam. Huyo mtoto wa kwanza, huyo hata huyo mwingine wa pili amejaribu, lakini wa kwanza mpatie. Zawadi. Zawadi ndio alikuwa kwanza. Hello. Radio Taifa sauti ya Mkenya. Maja kitasa mmanyi. Sisi kwa sisi kama mkeo afisi. Ni sisi mwana wale ni kusirata mazuri Punyore. Alex watuka mmoja kule Punyore apate iliyo yangu. Asante. Radio Taifa lo. Halo. Mamaje, habari ya studio? Njema namshukuru. Salimia Okero mjomba. Asante amekubali. Wanatoka wa Trigori. Kura yangu inaenda kwa Ali bin Ali wa Pandanguo. Asante. Radio Taifa sauti ya Mkenya. Halo. Wakuita nani mama? Huyo mama ni mama mkubwa wa Kibaoni, mama mkubwa. Napea huyo nani kaka Ken. Asante. Hebu tuone huyu anasemaje. Hello. Radio Taifa. Ndio sisi hawa. Ni Masoka engineer nikiwa sehemu ya Kisika local huyu kutoka Ramu Ali. Ali bin Ali. Haya basi Radio Taifa sauti ya Mkenya kubali. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh. Hapo ni KBC. Ndio nyumbani. Mimi nampigia kura Ali bin Ali Ismail Dokota. Asante sana brother Meni, tuko pamoja. Hello. Halo. Vipi wanakuita nani mjomba? Hii tena tunashinda kutoka Soi. Wanamkubali nani? Mpanda nguo huyo. Haya, mpanda nguo mahali wapanda nguo. Wa mwisho brother. Hello. Wanakuita nani? Hello. Naitano langu nampigia. Unampigia nani? Mpigia nani? Miriam. Oh yeah. Mzee. Nadhani sasa hii ni ya mwisho. Hello. Chukua hiyo. Jeptum. Jeptum nampigia nani? Salama nampigia Ali bin Ali. Haya, asante. Mzee, nipe tathmini. Moja kwa moja Ali bin Ali kupotoka panda nguo amepata kura 6. Alafu yule dada yetu ambaye ni Zawadi Joy amepata 2, Miriam 1, Alex wa Manchester Bunyere 1, alafu kaka Keni kutoka Mpeketoni amepata 2. Kwa hiyo mshindi wetu asubuhi ya leo ni yule gwiji unayemtafuta kama shilingi ya zamani, anaitwa Ali bin Ali kutoka panda nguo. Asante sana, hongera sana Ali bin Ali na wote walioshiriki, hasa mabinti na wadogo wangu wanaokaa shuleni. Nimezungumzia wanafunzi ambao wamejituma sana, kina Miriam, kuna binti pala ni Zawadi. Ni zawadi kubwa zaidi kwako na kwetu. Tukubali sana binti, wewe na mwenzako Miriam. Kujitolea. Mungu awafidie na Mungu awe katika nafasi ya kuwapatia vipaji vyenye kuonyesha nguvu na ukali wenu na ubora wenu katika sanaa. Na basi mwavutie wengine, mwe wanahabari wazuri na maripota wazuri mnavyojituma. Asante sana. Hapa kuna mshindi wala mshinde, wote ni washindi. Tunasema wame exceed expectations. Lakini huyu Ali bin Ali wapanda nguo huyu tutampataje huyu? Kawangwaro huyu jamaa. Tunamtafuta sana Ali bin Ali, popote ulipo tutafute sisi sasa. Aje studioni. Sisi hatukutafuti wewe tutafute sisi sasa.